Unaloliona ni kundi la wapiganaji wa Kihouthi wakifanya mazoezi kwa ajili ya kuikabili Marekani pamoja na Israel. Hii ni kutokana na mivutano inayotokea katika eneo la Mashariki ya Kati na ni kutokana na namna ambavyo Wahouthi wanazidi kujipanga baada ya mashambulizi ya hivi karibuni yaliyofanywa na Marekani na hata yale ambayo yaliwahi kufanywa na Israel. Wahouthi mpango wao ni kuona wanawatetea wa Palestina katika ukanda wa Gaza, lakini pia wakijiwekea ngome katika eneo lao la nchi ya Yemen ambalo walilipambania kwa muda mrefu na kutokea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa miaka kadhaa iliyopita. Picha mpya zilizotolewa na afisi ya vyombo vya habari vya Kihouthi zinadai kuonyesha kikosi maalum cha Wahouthi kikiendelea na mafunzo. Inadaiwa kwamba idadi ya vijana ambao hawakutajwa ni wangapi wamechukuliwa na kupewa mafunzo ya kijeshi kwa ajili tu ya kujiunga na kundi hilo, ikiwa ni sehemu ya jeshi la Yemen. Ikumbukwe kwamba Wahouthi wanamiliki eneo kubwa katika taifa la Yemen baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Na hii inakuja huku kukiwa na ghasia mpya nchini Yemen baada ya Marekani kuanzisha mashambulizi mapya. Ghasia mpya kati ya Marekani na Wahouthi nchini Yemen zimemaliza ghafla utulivu wa muda mfupi katika eneo la Bahari Nyekundu wakati usitishaji mapigano huko katika ukanda wa Gaza. Mwisho wa suluhu unatishia kuongezeka kwa hatari sio tu katika eneo hili la maji ya Bahari Nyekundu, lakini pia katika eneo kubwa zaidi. Kuanzia mwishoni mwa mwaka 2023 hadi mapema mwaka 2025, shambulio la Kihouthi liligonga zaidi ya meli 100 zinazodaiwa kuunganishwa na Israel, Amerika au Uingereza, na hivyo kuongeza gharama za meli, kusababisha mwitiko wa kijeshi wa kimataifa, huku wanajeshi wa majini kutoka zaidi ya mataifa 15 wanaofanya kazi katika bahari ya Red Sea wakipata hasara kubwa, lakini pia baadhi yao wakipoteza maisha yao kutokana na kile ambacho Wahouthi wanakifanya. Kukomeshwa kwa kudumu kwa vita vya Gaza na mzozo wa ndani wa Yemen pamoja na kupunguzwa kwa mivutano ya Amerika na Iran kunaweza kumaliza machafuko ya Bahari Nyekundu. Kwa sasa na kwa muda mrefu zaidi, mataifa ya mwambao wa Bahari Nyekundu na mataifa ya nje yanapaswa kufanya kazi kwa bidii ili kuzuia kujijenga kijeshi na kuimarisha usalama wa pamoja. Majibizano mapya ya kurushiana risasi kati ya Marekani na Houthi nchini Yemen yamerejesha usalama wa Bahari Nyekundu katika hali mbaya. Maji haya tayari yalikuwa yameshuhudia ongezeko la kutisha la ghasia baada ya vita kuzuka Gaza mnamo Oktoba mwaka 2023, wakidai kuunga mkono Hamas na kadhia ya Wapalestina. Kundi hilo linalojiita Ansarullah, kundi la Yemen linalojulikana pia kama Wahouthi, limerusha makombora na ndege zisizokuwa na rubani kwa jeshi la Israel na hata kuishambulia Marekani ambayo iliungana na Uingereza kwa ajili ya mapambano zaidi, lakini pia mpango wao ilikuwa ni kupitisha meli zao kwa ajili ya kuisaidia Israel. Na hiki ndicho ambacho Wahouthi wamekifanya, wakizuia meli kuelekea nchini Israel, na hata zile meli za Israel zilikuwa zikifanywa mashambulizi zaidi. Lakini kwa athari kubwa zaidi katika nusu ya pili ya mwaka 2024 ilikuwa na athari kubwa katika meli za Yemen. Ilidaiwa kuwa angalau sehemu fulani inamilikiwa na Waisrael au ilielekea bandari ya Israel na kusababisha jibu la kijeshi linaloongozwa na Marekani. Usitishaji wa vita wa mwezi Januari huko Gaza ulisimamisha kampeni ya Wahouthi, lakini wakati mapatano kati ya Hamas na Israel yakivumbuliwa, Wahouthi wakasema wataanza tena mashambulizi katika meli zenye uhusiano na Israel na kusababisha Marekani kushambulia kwa mabomu maeneo ya Yemen. Ili kupambana na hili, Wahouthi wameamua kuongeza jeshi lao na kutoa mafunzo kwa vijana, licha ya kwamba haikujulikana ni vijana wangapi walioingizwa katika jeshi la Wahouthi wa nchini Yemen kwa ajili ya kuungana na wenzao kupambana na jeshi la serikali ya Marekani, lakini pia na hata la utawala wa Benjamin Netanyahu huko nchini Israel. Mtazamaji, endelea kutufuatilia nasi tutakujuza mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, tutakujuza mengi yanayojiri duniani.